Kuanzia tarehe 20 hadi 22 Julai 2026, Mheshimiwa Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, alifanya ziara rasmi ya siku 3 mkoani Pwani kwa lengo la kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuweka mawe ya msingi, kuzindua miradi mbalimbali pamoja na kuzungumza na wananchi. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa waziri aliambatana na mwenyeji wake, mkuu wa mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Abubakar Kunenge, wakuu wa wilaya, waheshimiwa wabunge wa majimbo husika, viongozi wa halmashauri, wataalamu wa serikali, pamoja na viongozi wa chama na serikali. Ziara ilianza katika halmashauri ya manispaa ya Kibaha, ambapo Mheshimiwa waziri aliweka jiwe la msingi katika kituo cha kibiashara cha ATN, mradi unaolenga kuongeza fursa za biashara na kukuza uchumi wa wananchi. Ni moja ya miradi ya kimkakati ya halmashauri ya manispaa ya Kibaha inayolenga kuimarisha uchumi wa vijana na kuongeza mapato ya halmashauri. Kukamilika kwa mradi huu kutachochea ukuaji wa biashara, kuongeza ajira, kuboresha huduma za kiuchumi na kuimarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi wa wananchi wa manispaa ya Kibaha, sambamba na utekelezaji wa dira ya serikali ya kukuza uchumi shirikishi na maendeleo endelevu. Baadaye, aliweka jiwe la msingi katika ujenzi wa shule ya awali na msingi, hatua inayoendelea kuimarisha ubora wa elimu na kuongeza mazingira bora ya kujifunzia kwa watoto wa mkoa wa Pwani. Kutoka Kibaha manispaa, msafara uliendelea katika halmashauri ya wilaya ya Kibaha, ambako Mheshimiwa waziri alikagua mradi wa upanuzi wa kituo cha kupoza umeme cha Mlandizi Substation, mradi muhimu unaotarajiwa kuimarisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wananchi na shughuli za kiuchumi. Aidha, aliweka jiwe la msingi katika ujenzi wa shule ya awali na msingi Kawawa, mradi unaolenga kuongeza nafasi za elimu kwa watoto wa eneo hilo. Baada ya kukamilisha ukaguzi wa miradi katika halmashauri zote mbili, Mheshimiwa waziri alifanya mikutano ya hadhara, akizungumza na wananchi, kusikiliza maoni yao na kutoa maelekezo kwa viongozi kuhusu utekelezaji wa miradi na utoaji wa huduma bora. Siku ya pili ya ziara ilianza katika halmashauri ya mji ya Rufiji, ambako Mheshimiwa waziri alikagua ujenzi wa madarasa, ofisi za walimu pamoja na nyumba za walimu. Aidha, alikagua maendeleo ya ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami inayotarajiwa kuboresha usafiri na kuchochea shughuli za kijamii na kiuchumi. Baada ya kukamilisha shughuli zake Rufiji, msafara uliendelea katika halmashauri ya wilaya ya Mkuranga, ambapo Mheshimiwa waziri aliweka jiwe la msingi katika ujenzi wa jengo la ghorofa katika shule ya msingi Mwandege, mradi unaotarajiwa kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza uwezo wa shule kupokea wanafunzi wengi zaidi. Katika halmashauri hiyo pia, alizindua jengo la kutolea huduma kwa waathirika wa matumizi ya dawa za kulevya, hatua muhimu ya kuimarisha huduma za afya ya jamii na kuwasaidia wananchi kurejea katika maisha yenye tija. Katika siku ya mwisho ya ziara, Mheshimiwa waziri alitembelea halmashauri ya mji ya Bagamoyo, ambapo alikagua ujenzi wa jengo jipya la halmashauri pamoja na kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa nyumba ya walimu katika shule ya sekondari Matibwa, mradi unaolenga kuboresha mazingira ya kazi na makazi kwa walimu. Ziara ilihitimishwa katika halmashauri ya Chalinze, ambako Mheshimiwa waziri alikagua ujenzi wa kiwanja cha mpira wa miguu kilichopo Msoga, kinachotarajiwa kukuza vipaji vya vijana na shughuli za michezo. Aidha, aliweka jiwe la msingi katika ujenzi wa madarasa 8 ya shule ya msingi Chalinze na kukabidhi rasmi mtambo wa kuchonga barabara ambao utaongeza uwezo wa halmashauri katika ujenzi na matengenezo ya miundombinu ya barabara. Baada ya kukamilisha shughuli hizo, Mheshimiwa waziri alifanya mkutano wa hadhara na wananchi wa Chalinze. Inaonekana suala la elimu mmelifungia kibwebwe. Na mnajua kwamba elimu ndio msingi wa maisha. Sasa nilipokuwa namsikia hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Jilabu anasema na shule katika shule 10 bora Tanzania mimi na 4. Sijafundisha hata mwanafunzi mmoja.
Kumbe hii ndio siri yake. Kumbe siri hii ndio mabilioni yanateremshwa na Mama Samia hapa kila siku. Kumbe siri vile vile na usimamizi bora wa viongozi walioko huku. Kazi nzuri ambayo mkoa wa Pwani umefanya katika utekelezaji ambayo tumeyazungumza yote, tumefurahia na kuyapongeza. Hayatakuwa na maana yoyote ikiwa tutachezea amani, umoja na mshikamano wa nchi yetu ambao umedumu kwa miaka mingi sana. Naombeni sana Wanachaliza, hususan vijana wa Chaliza, tusikubali hata kidogo, tusikubali kabisa kuchochewa na mtu yoyote popote pale alipo kuchezea au kuvuruga amani ya nchi yetu, kuchezea au kuvuruga umoja wa nchi yetu, kuchezea au kuvuruga mshikamano wa taifa hili ambayo mataifa mengine wakiwa wametuzunguka hapa, waliopita katika machafuko na misukosuko mbalimbali iliyotokana na chokochoko zinazosababishwa edha chokochoko za ukanda, huyu anatokea huku, huyu anatokea kule, chokochoko za makabila, huyu kabila hili, huyu kabila lile, chokochoko za kidini, huyu ni lile, huyu ni lile, ambazo wakati mwingine zinarutubishwa na baadhi ya wanasiasa wapenda madaraka. Madhara yake tumeona. Taifa hili tunaonewa gere duniani. Kwa umoja na mshikamano wetu, kwa upendo miongoni mwetu, tunaachiwa na waasisi wa taifa hili na wazee wetu. Tuhakikishe tunu hiyo ya umoja ambayo msingi wake mkuu ni muungano wa nchi hii. Pwani inaendelea kusonga mbele hatua kwa hatua kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi na kujenga mustakabali bora kwa vizazi vya sasa na vijavyo.